Mkavu ambaye ni raia wa Kiganda alionekana akitishia kuwakabili maafisa wa polisi kwa panga wakati wa maandamano ya wakazi wa London, kaunti ya Nakuru amekamatwa. Aidha, OCPD wa Kaptembwa Stephen Kirui ametoa taarifa ya kusema kuwa atawasilishwa kotini baada ya kutolewa hospitalini ikisemekana alijifanya kuwa mgonjwa. Mike Chalo na ukamilifu wa taarifa hiyo. Hassan Mtimkavu almaarufu Dokta, raia wa taifa la Uganda aliyeonyesha ujasiri wa kipekee katika maandamano ya wakazi wa London, kaunti ya Nakuru, kwa upanga bila woga, akiwa kwenye mstari wa mbele kwenye maandamano hayo yaliyofanyika baada ya Daniel Nderitu almaarufu Dano kudaiwa kupigwa risasi na afisa wa polisi. Nina machungu kwa maana huyo mzazi ameuliwa, ana watoto wako na ana bibi, watoto wamebaki wakiwa yatima. Ujasiri huu wa Dokta ukimpa jina Mapangale kwenye mitandao ya kijamii. Hakuna mtu anaweza kubali aone risasi ndio hii alafu anaikimbilia. Ndio shujaa wetu, huyo ndiye alisimama na sisi wakati tulikuwa na maandamano, wakati mwenzetu aliuliwa, na mwenzetu aliuliwa hakuwa na makosa. Akithibitisha kukamatwa kwake, OCPD wa Kaptembwa Stephen Kirui amesema Hassan Mtimkavu anatarajiwa kufunguliwa mashtaka ya uchochezi na ujambazi siku ya Jumatatu baada ya kutolewa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Nakuru, akisema alilazwa katika hospitali hiyo baada ya kujifanya kuwa mgonjwa. Picha zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha akiuguza majeraha katika hospitali hiyo. Aidha, wakazi wa mtaa wa London wakizuka na taarifa kuwa Hassan Mtimkavu almaarufu Dokta huwa na akili punguani, hivyo hafai kukamatwa na maafisa wa polisi. Na anaweza shika panga akimbilie polisi kama si mtu wazimu. Huyo mtu anakuwa chizi, hata anaenda hata anakula, analala kwa barabara. Anaka familia huku ana mtu yote wao. Sasa nini wanamuuliza hata yeye? Huyo ni chizi. Huyo anakuwa na madawa zake na mezaka. Na mmemchukua sasa, hata tujui mmempeleka wapi. Tafadhalini serikali, mtende haki. Mike Chalo, TV47, kaunti ya Nakuru.